babu shuruti fil bay', huu ni mlango wa sharti katika biashara, katika bei. Shurut. An Aisha radhiyallahu anha qalat, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema, jaatni bariratu, alinijia mimi Barira. Jaatni Barira, Barira ni jina la jaria, mjakazi wa jamaa watu fulani katika Ansar. Inasemekana ni mtu ana asili ya Sham, inasema pia ni Mqibti, na inasemekana jina la baba yake ni Safwan, Barira bintu Safwan. Alikuwa ni sahaba. Jamaa zake wa Ansar waliandikiana naye mkataba, waliandikiana naye mkataba kwamba alipe kiasi cha pesa fulani mathalan ili ajikomboe, kaekewa thamani fulani, labda pesa sasa mathalan kwa sasa hivi labda lipa milioni 1, ukilipa hizo utakuwa wewe uko huru. Akawa analipa kidogo kidogo, akajikomboa, akawa huru. Sasa wakati wa kujikomboa, kabla ya kufanikiwa hilo, alikuwa na shida, kwa maana alikuwa hawezi. Sasa akamwomba Aisha radhiallahu ta'ala anha amsaidie katika hilo. Sasa katika sheria ya Kiislamu, mtu anapomnunua mtumwa, akimkomboa mtumwa, kuna kitu kinaitwa alwala, kuna ule ubwana unabaki kwa yule sayyid, kwamba kweli huyu nimemwacha huru, lakini pamoja na kwamba nimemwacha huru, hii neema ya mimi kumwacha huru bado mimi ni bwana wake. Kwa hiyo kuna ubwana unaitwa wala. Sasa kama ukiwa umemwacha huru kwa khiari yako, ule wala unakuwa ni wako wewe, kwa maana wewe bado unakuwa ni bwana wake, si mtumwa yeye, lakini anakuwa ni bwana wako, ni wewe ni bwana kwake, na yeye anaweza kujinasibisha na kabila lako, akajinasibu na wewe ni katika yeye, au yeye ni katika wewe. Kwa sababu tutaambiwa Mtume صلى الله عليه وسلم anasema maula alqaumi minhum, huri wa watu ni katika wao. Kwa hiyo huyu naye anakuwa ni bwana vile vile. Na katika sheria ikaweka msingi katika asbabu mirathi alwara, sababu za kurithiana watu, kama anavyosema mwenye Rahbia kwamba ni 3. Akasema asbabu mirathi alwara 3 kullu yufiru rabbahu alwaritha. Akaanza kusema nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lilmawarithi السبب ما بعدهن للمواريث السبب. اسمه نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث السبب. sababu za kurithiana watu ni 3, kila moja inampa faida yule mwenye kurithi, bwana wake mwenye kurithi. Tunaweza kurithiana kwa sababu ya ndoa, mke anamrithi mume na mume anamrithi mke, ile lipo. Kadhalika watu wanaweza kurithiana kwa wala, ndio tunautaja hapa sasa. Kadhalika watu wanarithiana kwa nasab. Baada ya hapo hakuna tena katika mirathi kurithiana sababu, hakuna sababu nyingine kurithiana. Kwa hiyo wewe unapomwacha mtumwa huru, yule mtumwa kwako wewe bado wewe kwake una ubwana, kuna kitu kinaitwa alwala, na kitu kinaitwa alwala. Kwa hiyo hata yeye atajinasibu fulani bin fulani bin fulani. Kwa mfano kama Zaid bin Haritha, Zaid bin Harith alikuwa mtumwa, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwacha huru. Yeye Mtume صلى الله عليه وسلم ana wala kwa hiyo ni Zaid bin Harith al-Qurashi al-Hashimi al-Qurashi, maulahu, ni maula wa Bani Hashim. Kwa hiyo anaweza kujinasibisha akajiita mimi ni al-Hashimi, lakini maulahu ni maula wa Bani Hashim. Kwa yale ambayo yanathibiti kwa Bani Hashim kwamba haifai kuwapa sadaka, kuwapa zaka,
na hawa watumwa wao pia waliokuwa watumwa kwa wao pia ndio hivyo hivyo hukumu yao, ni mawali hawa. Tumeelewana? Sasa hadithi hii tunaisoma, tuisome hadithi tujieleza. Anasema Aisha radhiallahu anha, jaatni bariratu, alinijia mimi Barira bintu Safwan radhiallahu anha, faqalat, akasema, katabtu ahli, nimeandikiana mkataba na jamaa zangu. Katabtu ahli, nimeandikiana mkataba na jamaa zangu, yani wale jamaa masayidi wangu, mabwana wangu, ala 9 awaqin, kwa waqiya 9. Waqiya ni fedha, jamu yake ni jamu ya uqiya, na uqiya moja ni sawa sawa na dirham 40. Sasa yazidisha 9 kwa maana kwamba 9 awaq zidisha mara 40 utapata 360. Kwa hiyo amwambia nimeandikiana nao mkataba jamaa zangu juu ya uqiya 9. Fi kulli amin uqiyatun, katika kila mwaka mmoja uqiya moja, nitoe waqiya moja kila mwaka. Fa'inini, basi nisaidie. A'inini, nisaidie mimi. Umefahamu? Amwambia bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, katika riwaya ya Bukhari imekuja ishtarini wa a'tiqini wa a'tiqini, ninunue mimi alafu niache huru, ndio msaada huu, nisaidie. Faqultu, nikasema, Aisha anasema hivi, nikamwambia, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum, wakipenda jamaa zako nitawahesabia wao, nitawahesabia, kwa maana wakitaka wao ni wapi nitawapa pesa zao. Fa in ahabba ahluki, wakipenda jamaa zako wale masajidi wako, an a'uddaha, kuzihisabu hizo uqiya lahum, kwa wao nitafanya hivyo. Wa walauki li, yani wakitaka jamaa zako, wakipenda jamaa zako ni wahesabie wao hizo waqiya, na ule wala wako, ule ubwana wako, ule ubwana kwako, li uwe wangu mimi. Fa'altu, nitafanya. Fadhahabat Bariratu ila ahliha, akenda Barira kwa jamaa zake. Barira akenda kwa wale jamaa zake. Faqalat lahum, akawaambia wao kwamba Aisha radhiallahu anha anasema yeye yuko tayari kutoa hizo waqiya 9, lakini huo wala uwe kwake. Faabau alaiha, wakamkatalia, sema hapana. Fajaat min indihim, akaja kutoka kwao. Fajaat, akaja yule Barira, min indihim, kutoka kwao hao mabwana. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jalisun, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kukaa, yani wakati saa amekwenda kule, kashawaambia wale watu, wamemkatalia. Aliporudi Mtume sallallahu alayhi wasallam naye yupo sasa, yuko kwa mke wake bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Faqalat, akasema Barira, inni aradtu dhalika alayhim, hakika mimi nimewaambia jambo hilo wao, nimefanya ardhi kwao, niwaambia kuna jambo hili. Aisha asema hivi, faabau illa an yakuna lahumul wala'u, wakakataa isipokuwa uwe kwao wala, uwe kwao ubwana. Kwamba akitaka sawa akununue akuache huru, lakini ubwana bado ni wetu sisi. Fa akhbarat Aisha radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamuelezea Aisha radhiyallahu anha, kumuelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam
faqal akasema mtume sallallahu alaihi wasallam khudhiha mnunue khudhiha yani mchukue kwa maana ishtariha mnunue washtariti lahum alwalaa na washurutishe kwa wao wala shurutisha kwa wala fa innama alwalaa liman a'taq hakika si vingine wala ni kwa yule aliyeacha huru fa innama alwalaa hakika si vingine ubwana liman ni wa yule ambaye a'taqa ameacha huru ففعلت عائشة رضي الله عنها akafanya hivyo Aisha radhiallahu anha kwa maana akawashurutisha wala ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس kisha akasimama mtume صلى الله عليه وسلم kwa watu hali yakuni khatibu akasimama kuwahutubia watu فحمد الله واثنى عليه akamhimidi Allah na akamsifu yani akalikariri wa athna alayhi na akakariri hizo sifa akazifanya kawili thumma qala kisha akasema amma ba'd ama baada yaliyotangulia ma balu rijal yashtarituna shurutan ni ipi hali ya watu ambao wanashurutisha masharti ambayo laysat fi kitabillahi hayamo katika kitabu cha Allah ma kana min sharti yoyote itakayokuwa katika sharti ma kana min shartin yoyote itakayokuwa katika sharti laysa fi kitabillahi haimo katika kitabu cha Allah fahuwa batil basi sharti hiyo ni batil wa in kana 100 shart ijapo zikiwa ni sharti 100 wa in sharata wa akada 100 marra japo akishurutisha na akatilia mkazo mara 100 ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة ijapo akishurutisha mara 100 qada'u Allah ahaq hukumu ya Allah ndiyo iliyo na haki zaidi kufuatwa yani aula bil ittiba'i wa shartu Allah awthaq na sharti Allah ndiyo madhubuti zaidi wa innamal wala'u liman a'taqa na hakika si vingine ubwana ni wa yule aliyeacha huru ubwana ule ni wake kwa hiyo hakuna kushurutisha masharti ambayo hayapo وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يpokewa kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yasirun ala jamalin fa'aya kwamba yeye alikuwa anakwenda juu ya ngamia dume ala jamalin juu ya ngamia dume fa'aya akataabika akachoka yule ngamia farada an yusayibahu akataka kumwachilia yusayibahu yani yatrukahu akataka kumwachia ngamia mwenyewe amechoka hatembei ukimpiga basi taabani utamtupilia mbali afadhali nitembee kwa mguu فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي akanikuta mimi mtume sallallahu alayhi wasallam niko mwisho katika watu wa mwisho fadaa li akaniombea dua mimi akaniombea dua njema wadharaba huna akampiga yule ngamia fasara sayran akatembea mwendo ambao lam yasir mithlahu hakutembea mfano wake yani kabla ya hapo kutembea hivyo fil quwwati wal husn yani akawa tembea kwa nguvu na kwa uzuri yani akawa ngamia sasa anatembea vizuri baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia dua alafu akampiga yule ngamia akawa anatembea قال akasema mtume sallallahu alayhi wasallam bi'nihi biwaqiyatin niuzie mimi huyo bi'nihi bi' ndio fi'li yenyewe na nuni ya wiqaya na ya kwanza ni dhamiri ya mutakallim itakuwa ni mafaul al-awwal sio na haya na ha ni dhamiri ambayo ni mafauli wa pili bi'nihi na si vile vile bi'ni iyahu
bi'ni iyahu ni jaiz. Kasema bi'ni niuzie mimi huyo, biwaqiya kwa uqiya. Qultu la, nikamwambia hapana, la abi'uhu. Inawezekana akasema kwa mimi simuuzi. Mtume صلى الله عليه وسلم amwambia niuzie, akasema mimi simuuzi. Nahitamili hilo, lakini pia nahitamili kwamba mimi sitaki thamani kwa ngamia huyo. Na natiliwa nguvu na riwaya nyingine iliyosema Jabir akamwambia la, bal huwa lak, alio ni wako, chukua tu, siwezi kukuuzia. Au pia inawezekana ikawa mimi siuzi kwa wakia, bali nakusudia kuuza kwa bei kubwa zaidi ya hiyo, kwa sababu yale maneno ya kule mwisho, aturani ma kastuka li akhudha jamalak, kauli ile. Hasil ni kwamba pana ihtimalati nyingi. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia niuzie mimi huyu kwa wakia, akasema hapana, mimi simuuzi. Thumma qala bi'nihi, kisha akasema Mtume صلى الله عليه وسلم niuzie. Fabi'tuhu biuqiya, nikamuuzia yeye kwa uqiya. Wastathnaitu humlanahu ila ahli, na nikashartiza kunibeba mpaka kwa watu wangu. Fastathnaitu, yani istathnaitu bimaana ishtarattu, nikashurutisha humlanahu, kunibeba, yani hamluhu iyaya, kwamba basi nitakuuzia lakini anibebe huyu mpaka nifike nyumbani, mpaka kwa ahli zangu, mpaka nifike Madina. Falamma balaghtu, wakati nilipofika Madina, ataituhu biljamal, nilimpelekea yeye ngamia, nikampelekea. Fanaqadani thamana, akanipa pale pale thamani yake. Fanaqadani ay a'tanihi naqdan, hapo ndo maana yake. Akanipa mimi pale pale thamani yake. Fa'atani au fanaqadani thamana, akanipa mimi pale pale thamani yake. Thumma raja'tu, kisha nikarudi zangu nyumbani. Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia Bilal mpe pesa zake, akapewa pale pale. Fa arsala fi athari, akaleta mjumbe, akatuma Mtume sallallahu alaihi wasallam nyuma yangu. Fa arsalani ala athari, katika baadhi ya riwaya la ithri bikasri alhamza wa sukuni athai, pia nasoma bi athari bifathi alhamzati wathai, athari na ithri kwa maana ya khalf. Fa arsala fi ithri jaiz, akatuma nyuma yangu, akaleta mjumbe nyuma yangu. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, aturani, hivi umenidhania mimi? Aturani bidhammi at-ta'i, kwa maana tadhunnuni, sema kwa dhamma ya hamza, lakini hamza ni dafu tawahum adh-dhann al-madhkur, kwa ina maana ya nafi. Aturani ma kastuka, liakhudha jamalaka, hivi unanidhania mimi nimekubembeleza ili nimchukue ngamia wako? Khudh jamalaka wa darahimak, chukua ngamia wako na dirhamu zako. Fahuwa lak, huyo ni wako, hivyo ni vyako. Fahuwa laka ay aljamalu, basi hivyo ni vyako. Katika riwaya ya Ahmad, fahuma laka, hivyo ni vyako. Hivi unaona kwamba mimi nimetaka kununua kwa kweli nikupunje, ndio maana makastuka hawaltu bai'aka alayya binaqs, ndio makasa.
nimekubembeleza au lugha gani zatumika katika kuuziana. Ngoja tumalizie mlango hadithi moja katika mlango huu. Katika ile fanaqadani thamana, unaweza kusema akanipa pale pale thamani yake. Pia fanaqadani thamana, akanipa mimi mkono kwa mkono thamani yake. Pia ni tarjama iko hiyo, akanipa mimi mkono kwa mkono thamani yake. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesema, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekataza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, an yabi'a hadirun libadin, kumuuzia mtu wa mjini au kuuza mtu wa mjini kumuuzia mtu mashambani. Wala tanajashu, wala msizidishiane bei. Wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi, wala asiuze mtu juu ya bei ya ndugu yake. Maneno haya tulishaeleza huko nyuma. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi, wala asipose juu ya posa ya ndugu yake. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi, wala asipose juu ya posa ya ndugu yake. Ndio kisha posa hapo na ingia hapo mpaka yule akataliwe au mwenye aache, bwana sisi wewe hatukutaki, basi mwingine ana nafasi ya kwenda kuposa. Kwa kama ang'ang'aniza yeye mwenyewe tu, au sema mimi basi sitaki tena, anataka aende. Uislamu unachunga sana haki za ndugu. Wala tasalu almar'atu talaqa ukhtiha, na wala asiombe mwanamke kuachwa mwenzake. Mwache yule, wa nini kila siku atia maneno mwenzake aachwe? Wala tasalu almar'atu talaqa ukhtiha, wala asiombe mwanamke talaka ya mwenzake. Litakfa, ikakujaje kwenu? Litakfa, sawa, litakfa ma fi sahfatiha, litakfa, ili akimwage ma fi inaiha, kile kilichokuwa katika chombo chake. Atakakumwagia mwenzie chombo chake, kwa maana atakumharibia mwenzie ndoa yake. Atakumwagia ina utaamiha, ni kinaya amma laha min huquqi zawjiyya min nafaqati wa ghayriha. Kwa atakumwagia mwenzake chakula chake, kwa maana basi mwache yule, unatia maneno kila siku mashtaka haya, ili mradi mwenzake apewe talaka, kuonyesha kwamba kuna taaddud, masala ya taaddud. Wallahu ta'ala a'lam.